Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, ahlan wa sahlan wa marhaba popote pale ulipo, nikitumai kwamba buheri wa swiha popote pale ulipo mtazamaji, ikiwa Ijumaa tulivu ya tarehe 22 mwezi Mei mwaka wa 2026, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu ndani ya Kuzacha, awamu ikiwa ni ya mambo bayana. Kama desturi yetu mtazamaji, tunatoa suluhu ya matatizo mengi katika mjadala huu, ambapo hii leo tutakuwa tunaizamia kwa kina mada ya biashara na maendeleo ya kaunti ya Mombasa. Ndani ya studio nikiwa naye si mwingine bali Ibrahim Dube, ambaye pia ni kiongozi wa jamii ya Wasomali hapa mjini Mombasa. Vile vile ni mtu ambaye ana azma ya kuweza kupigania kiti cha kisiasa katika mwaka wa 2027. Bila shaka niweze kuchukua fursa hii kumkaribisha sana katika studio zetu. Karibu sana Ibrahim katika studio zetu za KBC, na shukran kwa muda wako huu adimu. Na labda tueleze kwa manufaa ya mtazamaji ambaye hakufahamu kabisa, je, safari yako hadi kuteuliwa kama kuwa kiongozi wa jamii ya Wasomali ilianzia wapi, na vipi safari yako, umejipangaje katika maisha yako haya ya kuingia katika nyadhifa za kisiasa? Karibu sana KBC. Asante sana. Kwanza nachukua hii fursa kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia uzima na uhai, na pia ningependa kutoa shukrani kwa idhaa ya KBC kunipatia nafasi siku ya leo. Nafahamika kama Ibrahim Dube, ile jina nyingine ya mtaani wananiita Magufuli. Mchapa kazi. Naam. Kwa kweli mimi ni baadhi ya viongozi ya Wasomali, kwa sababu tuko na structure kabisa ya viongozi ambao wako ndani ya Mombasa na eneo ya Coast. Naam. Mimi pia ni mhasibu. Safari yangu ilianza 2009 mwaka 2009, wakati nimekuja tu kufanya biashara zangu, na nilikuwa nasoma pia hapa. Nilikuwa student wa Vision, an accountant, mhasibu. Hapa kwa pilika zangu za kazi nikajuana na wananchi. Na kwa harakati ya kusaidia wananchi, hususan jamii wa Somali, na nilikuwa pia nasaidia upande mwingine watu ambao hawajiwezi ndani ya Mombasa County. Nikafahamika, ndo nikaaminiwa kama vijana. Nikapewa nafasi ya kusaidia jamii. Sahi kusema kweli, kuanzia 2018 19 hapo tunafanya kazi, na kazi yetu hatulipi mshahara, ni kazi ya service, kusaidia jamii. Na tukisaidia jamii wa Somali pia tunasaidia jamii nyingine, kwa sababu ni dini yetu ya Uislamu inatuamrisha, na pia ubinadamu. So kwenye hiyo pilika pia tunasaidia jamii upande wa biashara. Labda mtu akuwa mgonjwa, labda amekufa, ameaga dunia, ile preparation ama kawaida, mtu akikufa anapaswa kupatiwa kupelekwa mahali yeye anastahili, ambaye ni kwa dini ya Uislamu unataka na mtu azikwe haraka. Kwa muda sasa umekuwa sauti ya jamii ya Wasomali hapa mjini Mombasa. Vitu gani ambavyo unaweza sema najivunia kwamba nimeweza kuviafikia kwa muda huu kwa kuweza kuwasaidia jamii hii kwa njia moja ama nyingine, kwa kifupi? Asante sana. Nimesaidia kwa kiwango kubwa jamii, hususan vijana ambao walikuwa kazi yao sana wengi wako kwa uraibu, pengine hawajielewi kwa sababu wako na changamoto za maisha. Na pia wakina mama ambao wako na ari na azma ya kufanya biashara. Pengine kwa ushauri, pengine kwa usaidizi wa pesa taslimu ya mtu kuanzisha. Mfano, utaona mama ako hapa area ya Markiti, ako na nia kusaidia watoto wake, labda ni single parent. Atakwambia tu, mimi nikienda banki siwezi pata mkopo. Ndio. Sasa labda nitaenda tu kwa marafiki ama nirudi kwa mfuko wangu, nitafute pesa taslimu nisaidie, ili yeye mwenyewe ajiwezeshe kujisaidia
na kuendeleza kimaisha. Na jamii ya Wasomali kwa muda sasa imejulikana kama kwa jamii ya biashara haswa hapa mjini Mombasa. Je, labda biashara za jamii hii zimechangia vipi uchumi wa kaunti ya Mombasa na siri yao ni gani katika mafanikio? Labda siri ya wa jamii hii kuweza kufanikiwa zaidi katika biashara haswa katika jiji hili la Mombasa ni gani? Asante sana, hiyo ni swali murwa. Kwanza siri ya kwanza ni sisi tunaaminiana. Leo kama kuna mtu anataka pengine mkopo, anakuja kuchukua bidhaa. Madamu tunajua yeye ni mmoja wetu na tunajua yeye anaogopa Mwenyezi Mungu, ni Muislamu. Na sisemi tunabagua wengine, lakini kwanza tunaangalia, wanasema charity begins at home. Ile kuaminiana. Na kuna ile utaratibu ya kwamba pengine mtu akikosea, akishinda kulipa ile deni yako, kuna njia si ya kotini, ya wazee ambao wanaweza tatua, wanakuambia huyu mtu anakudai. Lakini kwa kiwango kubwa jamii wa Somali wameinuka kimaisha na kibiashara kwa sababu wanaaminiana. Na wakiaminiana inamaanisha wanasaidiana. Ile kusaidiana inamaanisha mwingine atashika mwenzake mkono kibiashara. Utaona mtu mfano atachukua bidhaa takriban tuseme kama milioni moja. Labda amekupatia kama 200,000, 300,000. Sasa unamaanisha pesa ambayo unampatia, kwanza unamwajiri yeye, unamwezesha kimaisha, unasaidia jamii. Ndio. Hususan biashara yake inasaidia jamii, kwa sababu iwapo kesho tunataka mchango, nitaenda kwa yule nilimsaidia. Nitamwambia bana, leo nimekuandikia 20,000 ya kusaidia, kuna mtu anatakana alipwe hospitali. Na unadhani labda ufanyaji wa biashara huu na kuaminiana huko kwa jamii umechangiaje katika uchumi wa kaunti ya Mombasa, na labda jamii zingine ziweze kuiga mfano upi ama njia gani ambayo unaweza kuwashauri jamii nyingine ili kuweza kuiga mfano huo ili kuweza kukuza zaidi uchumi wa kaunti? Asante sana Fahima, na kwanza nakupatia ufahamisho ya kwamba sisi hatusaidii jamii wa Somali peke yake. Kuna jamii zote ambao wanaishi ndani ya Mombasa. Leo utaona kwa ile biashara ya Msomali, kuna mfanyakazi, kuna yule mnunuzi wa kawaida ambao hainanga rangi wala udini. Madamu huyu ni regular customer, anakuja kuchukua vitu, pengine akipungukiwa ama leo akiniambia tunataka usaidizi, hakuna mtu atamnyima. Hii ni kwa jamii zote. Pili, tunasaidia Mombasa County, sisi tunalipa kodi. Ile kulipa kodi inamaanisha tunalipa kwa county government na tunalipa kwa national government. Pili, tunaajiri vijana na tunasaidia pia wakina mama ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, barabara, leso, markiti, ukienda Majengo, ukienda Kongowea, yani eneo zote za Kenya, hususan Mombasa. Hiyo pia inasaidia jamii, kwa sababu utaona umma mzima ama watu wamesimama kiuchumi. Watu hawatategemea watu wa nje kusaidia, kwa sababu kila mtu akona pesa ama akona kazi maalum yeye atafanya. Na tunahimiza wale watu ambao tuna kuwa pamoja katika eneo hii yetu waige mfano mzuri, na sisi ni wakarimu na tunapenda jamii zote. Na kwa muda hivi sasa wakazi wengi wa Mombasa hasa vijana wamekuwa kilalamikia ukosefu wa ajira. Wewe kama mwanasiasa mtarajiwa na vile vile jamii ama kiongozi wa jamii ya Wasomali, unalizungumziaje hili? Unadhani suluhu ni gani na labda njia mwafaka ya kufuata ni ipi kwa vijana wetu hao? Fahima, ni kweli iko changamoto ya kazi, lakini siri ni, wanasema siri ya mtungi ajua inikata. Mimi kama kijana na kama kiongozi na ambia vijana na kila mtu ambaye ako na nia ya kufanya biashara afanye biashara, kwa sababu kuandikwa kazi
Leo umeandikwa, kesho utaambiwa uende nyumbani. Lakini biashara yako ni kitu ambayo itakulinda na itasaidia jamii. Na kufanya biashara si lazima uwe na pesa nyingi. Ndio. Unaweza kuwa unauza unjugu. Unaweza kuwa unauza hata ni mkate asubuhi. Ukiona mtu ako na bike anachukua mkate, anaweza kuwa na 3,000. Hiyo 3,000 akikuza atoi deni. Atoi deni kwa sababu ako na capital ndogo sana. Naam. Atajiwekeza vizuri na ataendeleza maisha yake. Naam. Na labda katika uongozi wako huu kwa muda huu uliokuwa nao hivi sasa, changamoto gani kuu ambayo umekumbana nayo katika kuongoza jamii ya Wasomali, ama labda kuna ubaguzi wa aina yoyote ambao umepitana nao na labda umeweza kutatua vipi hali hiyo? Asante sana. Kwanza sisi kuongoza jamii tunaangalia lengo kubwa ni kusaidia jamii. Pili, wakati unaongeza jamii unatumia kitabu yetu Quran na unaangalia mtume sunna zake. Naam. Na hatuwezi ongoza jamii kwa pengine kuangalia rangi ama kuangalia dini. Pili, ile changamoto ambazo tunazo ni, unajua ukiamiliana na binadamu kuna ile utafauti ya kibinadamu. Lakini zote tunazipokea kwa sababu ni demokrasia, na pia tunampatia huyu ya kwamba wazo yako ni mzuri, lakini kuna wazo wengine na kuna wengine. Lazima tuwaeka kwa kikapu, na wale uamuzi tukiona kidogo kuna utata, tunarudi kwa vile nilikuambia, kwa kitabu ya Mwenyezi Mungu na mtume. Changamoto kubwa ambayo tumepata ndani ya uongozi wetu ni ile inaitwa vijana. Naam. Na wakina mama wanataka wahudumie kwa hali na mali, na unajua kuhudumia wananchi inataka pesa. Ndio. Na hapa pesa si kila mtu ako nazo, ni mpaka uende mbio upate ndo usaidie. Je, siku moja unaamka asubuhi na huna, utafanya namna gani? Na mtu amekuletea bili ya hospitali ya kusaidia. Lazima utafikiria. Lakini alhamdulillah kufika kwa saa hii mambo yetu inaenda shwari. Hata kama kuna changamoto za kimaisha tunajimudu na tunaenda mbio kusaidia jamii. Na nafahamu kwamba una azma ya kuweza kuwania kiti cha mwakilishi wadi ifikapo mwaka 2027 katika eneo la Tononoka. Kitu gani haswa kilipelekea wewe kuweza kufikiria kuwania kiti kama hicho, na labda vitu gani ambavyo una azma ya kuvifanya wakati unapopata nafasi? Asante sana, nimeshukuru kwa hiyo swali yako mzuri. Kwa ile pilika za kusaidia jamii, nimekutana na wananchi na huwa nasikiza. Huwa changamoto kubwa wanao ni vijana kukosa ajira. Wakina mama ambao wako na watoto nyumbani, na ni wengine wako na watoto yatima, wengine ni single parent. Mtu anakwambia, ndugu yangu nisaidie hapa. Kitu ambayo kidogo inakupatia ufikirie ni, je, nikipatiwa hiyo nafasi ya kuongoza nitasaidia mwananchi namna gani? Kwanza unahakikisha vijana ambao ni 70% of the population of Kenya wamepata ajira. Na ajira si lazima uandikwe, ni wewe kusaidiwa kifikra na kipesa ufanye biashara yako ili usaidie vijana wengine. Pili, Mombasa ni cosmopolitan. Wamama zetu ndo wanatusaidia kwa jamii pakubwa. Leo tukiinua mama inamaanisha tumeinua jamii. Na tukiinua jamii inamaanisha tumeinua nchi mzima. Hiyo ndo kwa tafsira pengine vile naelewa umuhimu wa uongozi ni ile kuhudumia wananchi. Kuhudumia kwa wananchi inakupatia mafanikio ya dunia leo na kesho akhera, kwa sababu sisi wote tuko leo, kesho tunaondoka. Na tukiondoka tutaenda na nini mbele ya Mwenyezi Mungu? Utasema leo nimesaidia fama ama nimesaidia mtu fulani,
kumlipia, hata kama siko na uwezo, kumlipia school fees mtoto wake asome. Huyo mtoto atakuwa kiongozi kesho. Na tukiachana na ukosefu huo wa ajira, labda vitu gani ambavyo umeviona viko katika serikali ambavyo havikufurahishi, na iwapo utapata nafasi hii utaweza kuvitendea kazi na kuhakikisha kwamba vinabadilika? Nimeona ni mengi, lakini wacha nitaje kwa ajili ya muda kidogo. Ya kwanza ni uchumi wetu inadhorora. Na kudorora kwa uchumi inasababishwa na mambo kadhaa, ya kwamba ufisadi. Wakenya wanatoa ushuru. Hiyo ushuru haiendi kwa mahali inastahili, kama kujenga kwa barabara, kutengeneza hospitali, kulipia watoto school fees. Zinaenda pesa nyingi zinaenda kwa mfuko wa binadamu, ambao ni kinyume ya sheria yetu na ni kinyume ya maadili ya binadamu ukizingatia maandiko. Pili, ile kuandikana kazi kwa kujuana, ukabila. Ile kuandikana kazi, yani leo mfano tuseme Fahima hajulikani, leo unaandika sister yako, unaandika kazini yako kwa sababu unamjua. Je, yule ambaye hajulikani nani atamsaidia? Ndio maana mimi nimesema tunahakikisha ni muhimu watu wazingatie ile meritocracy, mtu kukuwa na tajriba ya hiyo kazi, kuliko kuangalia pengine umaarufu, kuangalia huyu ni jamii yangu, pengine ni jamii yako lakini hana ile utajriba ya hiyo kazi. Na wewe kama kiongozi, na hali inayoendelea hivi sasa, kumekuwa na migomo ya hapa na pale kuhusiana na bei ya mafuta, labda unaizunguziaje hali hiyo? Unadhani ni njia mwafaka kwa wananchi ama vijana kufuata mwelekeo huo, ama unadhani njia mwafaka ni gani na mwelekeo haswa mwenye ubora zaidi ni gani? Asante sana. Kufanya kwa mgomo ni haki ya wananchi kwa kulingana na katiba. Lakini hiyo katiba bado inakuambia kwamba si haki yako kuvunjia mtu mali yake. Na lazima tuangalie mipaka. Pili, mimi kama kijana pia inaniguza mimi mwenyewe, sikii vizuri kama naona mafuta bei yake imeongezeka, kwa sababu kuongoza kwa mafuta inamaanisha vitu zote ambayo zinahusiana, hata kama ni chakula, kama na nini, yote inapanda bei. Pengine tunasema ni mambo ya global effect, yani ni kila nchi na ni zinachangia, na vile wataalamu wanasema ni ile vita ya nchi ambao zinatengeneza mafuta, hususan nchi ambao sisi tunategemea labda kuchukua mafuta. Bali kando na hiyo, kujenga nchi ni kazi ngumu, lakini kuvunja unaweza vunja kwa siku moja. So mimi nahimiza vijana wenzangu ambao wananisikiza, mimi ni kijana mchapakazi. Na mimi hata pia nilikuwa labda kuna wakati nilikuwa nafanya maandamano wakati wa SGR, wakati tulikuwa tunakosa hapa Mombasa kati. Na utaona tu kuna ile kukimbia hapa na pale, nikiwa kwa first action, by then inaitwa first action. Lakini tulijiuliza, je, kuharibu nchi yako, kuvuruga ni mzuri ama italeta natija? Haileti natija. Ile kitu ambayo inaleta natija ni utachangia, utasema utasaidia namna gani, ni nini ambayo inafaa kuboreshwa. Ndio hii shida ambayo tunayo ya mafuta ishe. Ni mahojiano ya moja kwa moja na Ibrahim Dube ambaye ni mfanyabiashara na vile kiongozi wa jamii ya Wasomali hapa mjini Mombasa. Bila shaka hii leo ambaye alikuwa anatupambia mambo bayana. Bila shaka katika mambo bayana tunatoa suluhu ya matatizo mengi, na arifua kwamba tunaendelea na mjadala huu kwa muda kabla ya rais kuweza kuchukua usukani ule na kuweza kulihutubia taifa. Labda tukiendelea na mjadala huo, mheshimiwa, unadhani watu wengi wanalalamika kwamba
waheshimiwa pindi wanapopata nyadhifa za uongozi huweza kupotea, labda baada ya kupata kiti kile wakaweza kupotea kwa wananchi. Wewe kama Ibrahim ukipata kiti hiki, je, utakuwa kama wale wanaozungumziwa kwamba wanapotea kwa wananchi, wanakuwa hawapatikani katika simu na hawawezi kusaidia wananchi? Unazungumziaje hilo na utakuwa kiongozi gani? Asante sana. Ni swali nzuri, lakini kusema kweli, kama ulikuwa unafanya kazi ya kusaidia wananchi, hakuna siku utapotea, kwa sababu ushazoea hiyo kazi. Na shukran sana Ibrahim. Kweli tungependa kuendelea, lakini naarifiwa kwamba Rais